kwamba Daktari Samia ni mama, ni mtu anayependa ukweli, ni mtu anayependa haki, ni mama ambaye hana maneno mengi, anaongea kwa kalamu. Kwa hiyo sisi kazi yetu kama wawakilishi katika jimbo hili ni kumsaidia kulinda fedha anazozitafuta dunia nzima. Anapita kutafuta fedha World Bank na maeneo mengine ili awasaidie wa Tanzania. Tukiona fedha za Daktari Samia zitumiki vizuri, ni wajibu wetu kusema. Na nataka niwaambie, kazi ya mbunge sio kupiga mapambio. Kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali, kuishauri serikali, kutunga sheria na kupitisha bajeti ya serikali. Hichi ninachokifanya, ninaisimamia serikali ili fedha zilizotengwa zikafanye kazi iliyokusudiwa. Arusha oye! Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu. Mwambie jirani yako hilo amelitaka mwenyewe, mimi nilikuwa tayari nimeshafunika kombe mwanaalamu wapite. Mtakumbuka wananchi wa Arusha, mimi ni miongoni mwa watu wachache sana katika nchi hii waliopata bahati. Mimi nimefanya kazi hapa jiji la Arusha, nilikuwa mkuu wa kitengo cha kompyuta hapo. Nimefanya kazi chuo kikuu cha Nelson Mandela, si ndo tumekianzisha kile. Nilikuwa senior systems administrator, masuala ya mifumo ya kompyuta na IT na kila kitu. Baadaye nikaenda nikawa mkuu wa wilaya Korogwe, nikawa mkuu wa wilaya Uvinza, nikafanya wizara ya sayansi na teknolojia kama principal IT officer. Nimekuja kuwa mkuu wa wilaya hapa, nimekuwa mkuu wa mkoa, na niwaambie serikali naijua ndani, naijua nje, naijua kila mahali. Wakati tunapata kazi ya ubunge, hatukuwa na mradi unaoitwa mradi wa tactic. Daktari Samia Suluhu Hassan akatafuta mradi wa tactic kwa kutembea dunia nzima. Atuletea mradi huo, na huo mradi ukaletwa bungeni. Kule bungeni kila mbunge alikuwa anapigana ili mradi huo uende kwenye jimbo lake. Katika majimbo yote zaidi ya 200 katika nchi hii, mimi mbunge wenu wa Arusha mjini, baada ya kazi nzuri ya Daktari Samia kutafuta mradi, nilisimama bungeni nikajenga hoja, na katika majimbo 12 ya kwanza katika nchi hii kuingia kwenye mradi wa tactic, Arusha mjini imekuwa ni jimbo moja hapo. Nipigieni makofi. Na hizi jitihada tumezianza toka mwaka 2021. Hatukuzianza leo wala hatukuzianza jana. Na katika mradi wa tactic tulipendekeza mambo yafuatayo. Tumekuwa na shida ya muda mrefu wa ujenzi wa stendi ya kisasa, na stendi ambayo tumeipigania muda mrefu toka nikiwa mkuu wa mkoa. Tulipendekeza maeneo mawili kwa kuanzia. Tulipendekeza eneo la Moshono, tukapendekeza na eneo la Olasiti. Bahati mbaya yale maeneo yote yalikuwa ni maeneo sio ya serikali, ni maeneo ya wananchi. Baadaye tukapata eneo la Bondeni City ekari 30, na tukawa nayo hati ikawa tayari kwa mezani. Kazi ya mbunge ikawa kwenda kutafuta mradi ili tukajenge ile stendi pale. Kwa hiyo stendi ile ya Bondeni City tukafanikiwa kuingiza kwenye mradi wa tactic. Lakini bado pia nikasema soko yetu mengi ni ya kizamani. Ili naitwa soko kuu, ukiangalia halina hadhi ya kuitwa soko kuu. Ukiangalia soko la Samunge, changamoto ni nyingi, mvua ikinyesha matope matupu. Angalia soko la Kilombero, angalia soko la kwa Mulombo, wanakuja wazungu kutoka maeneo mbalimbali kwenye utalii, wakifika pale hali haifanani na utalii wa jiji letu. Nikapendekeza tuanze na masoko mawili. Soko la kwanza ni soko la Kilombero. Watu wanatuambia tukipita pale Kilombero kwenda Shoppers, mvua ikinyesha kidogo tu, takataka pale zinatoa harufu kali, eneo lote linakuwa na harufu mbaya. Kwa hiyo tukasema tujenge soko linaloendana na jiji la kitalii. Kwa hiyo tukapendekeza kujenga soko Kilombero, na tukapendekeza kujenga soko pale kwa Mulombo kwa ajili ya kutetea na kuvutia watalii wetu. Jambo jingine tuliingiza kwenye mradi wa tactic ni barabara. Kwa sababu unapendekeza kulingana na kiwango cha fedha ambacho mnaweza mkapewa. Tukasema tuanze na barabara ya Engo Sheraton kutoka pale NSK ukishuka chini Engo Sheraton kule hadi kwenda kule dampo kilomita 4.8. Tukapendekeza barabara nyingine ya Olasiti, na Olasiti tulipendekeza unaanza pale Kibo, unakwenda airport, alafu katikati unachukua barabara ya kwenda
na kanisa lile la Katoliki au kanisa la Mabomu, unakwenda mwisho wa Aisi, unakuja unatokea kule chini. Na yenyewe pia kilomita 4 tukaweza kuipendekeza. Lakini tukapendekeza pia tutengeneze na bustani katikati ya mji hapa. Watu wakipambana na maisha, wakipata stresi, wanakwenda kukaa mahali, wanakunywa kahawa, wanatafakari namna ya kupambana na maisha kwa siku ya kesho. Miradi yote hiyo tuliipendekeza na ilishapitishwa toka mwaka 2022. Na nimekuwa nauliza bungeni kila siku. Kuna mtu mmoja amekuja anatafuta mbeleko. Anamwambia eti mtu amwambie kwamba eti soko la kwa Mulombo ninalokwenda kujenga eti ameleta yeye. Mwambieni ashinde kwa jina la Yesu. Wangapi mnakumbuka hoja yetu ya soko kwa Mulombo tulivyojenga hapa? Ule mradi ulianza, ikatangazwa tenda. Ilivyotangazwa tenda, tukapata mkandarasi kwa sababu ule mradi una hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ilikuwa ni barabara. Tukaanza na barabara ya Engo Sheraton, mkandarasi yuko site, kazi inaendelea, mpigie makofi Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajenga barabara ya Ola City kilomita 4, mkandarasi yuko site, kazi inaendelea, piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na Daktari Samia hatumtaji tu, tunamtaja kwa sababu sisi tunafahamu kule bungeni, mkienda bungeni mkijenga hoja, baadaye sasa mnasema jamani tunataka tupate pengine trilioni 20, wanasema hizo mnazo? Ngoja tumuulize rais kwanza. Rais anasema nitakaa na TRA, nitakaa na nani, nitakwenda kutafuta duniani, nimepata kiasi fulani. Ndio tunakipanga, kinaenda. Ndio maana kila maendeleo tunayoyasema lazima yamuhusishe na yamguse Daktari Samia. Naomba mumpigie makofi Daktari Samia. Lakini pia tulijenga hoja kwa sababu tunataka kujenga stendi, tunataka pia barabara ya kutoka pale roundabout ya kwa Mlombo kama anakwenda Oljoro, kushuka kwenda stendi kuna kipande kama cha kilomita 1.4 na chenyewe pia kiwekwe lami. Tenda ilivyotangazwa alipatikana mkandarasi na yule mkandarasi yuko site, akimaliza Engo Sheraton na Ola City atakwenda pia kujenga na hicho kipande, na hiyo ni ishara ya kwamba kazi ya stendi haiko mbali. Lakini baada ya hapo mwaka jana tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2024 tulitangaza tenda. Nenda kwenye mtandao kaangalie, kwa ajili ya kujenga stendi ya Bondeni City, kujenga soko la kwa Mulombo pamoja na kujenga na soko la Kilombero. Ile tenda ikavurugwa. Na nilisema bungeni imevurugwaje? Na nilisema kule kuvurugwa hasara yake ni kiasi gani? Ndio maana uliona baada ya kujenga ile hoja walipeana mambeleko wakaenda kila mahali, kwa sababu nilikuwa nimewashika pabaya. Mimi naamini kusema kweli kutakuweka huru, na ndio vitabu vya Mungu vinavyosema. Walivyovuruga kupitia michakato ya manunuzi, mchakato ulivurugika. Baadaye sasa nikaenda bungeni, nikawaambia huu mchezo sasa umekuwa ni mchezo wa kitoto. Kila siku mnatuambia itajengwa, mmetangaza tenda, wananchi wa Arusha wamechoka maneno, wanataka vitendo. Nikamuuliza mpaka naibu waziri, nikamwambia, je, hii ahadi unayotupa leo isipofanikiwa utakuwa tayari kujiuzulu? Akakwepa lile swali. Lakini muda si mrefu nikamwona kaibukia Kilombero kasaini mkataba, nikasema kumbe alinielewa. Mpigeni makofi kwa kunielewa. Chezea kujiuzulu wewe. Arusha wewe. Nataka niwaambie Arusha kunahitaji mwanaume. Mimi ni mtoto wa mama muuza uji. Sijazaliwa kuwa mbunge, sijazaliwa kuwa mkuu wa wilaya, sijazaliwa kuwa mkuu wa mkoa. Mimi niko tayari kuishi maisha yote. Lakini siwezi kucompromise kuacha kazi ya kuwasemea watu walionipa heshima na kuniamini kwa sababu ya kulinda cheo. Hiyo sitafanya abadan. Kama Mungu amenipangia nitakuwa, na kama hajanipangia nitakuwa, na kama alivyosema mke wangu, lolote litakalokuwa nitasema alhamdulillah. Lakini pia kwenye mradi wa TACTIC tumesema hizi hatua zikikamilika, tumependekeza pia tujenge na barabara ya Lemala kilomita 4.8 inaitwa TBL TANESCO. Tumependekeza pia ijengwe na barabara ukitoka hapa Engo Sheraton, kama unashuka kwenda kule bwawa la maji machafu,